Tupo katika nyakati ambazo kuna aina nyingi sana za injili zinazohubiriwa na zinazofundishwa. Usipofahamu aina gani ya injili unapasa kuenenda nayo, injili nyingine zitakutoa kwa Yesu Kristo na zitakuingiza sehemu nyingine. Injili nyingine zitakufanya wewe usimuone Kristo Yesu, yeye aliyenyoka wa shaba, aliyeinuliwa pale juu, na moyo wako ukatumaini na kutegemea watu, wanadamu, ama vitu, ama roho nyingine. Injili ya Yesu Kristo aliyohubiri akiwa duniani kwenye mwili inaitwa ni injili ya ufalme wa Mungu. Yesu Kristo wakati yupo duniani alihubiri aina gani ya injili? Injili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaandika, anazungumza kwenye Mathayo sura 24 mstari wa 14. Mathayo 24 mstari wa 14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Anazungumza mwisho wa dunia. Yesu Kristo alipokuwa duniani alihubiri aina ya injili inayoitwa injili ya ufalme wa Mungu. Ndio maana kuna ile sala ya Baba yetu anasema, ufalme wako uje. Anatahadharisha ufalme ambao wakati huo ulikuwa bado haujaja. Ufalme wa Mungu maana yake ni Yesu Kristo, ni neema ya wokovu ndani ya moyo wa muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi, injili ya ufalme wa Mungu inaonesha utawala wa Mungu ndani ya mwanadamu hapa chini ya jua. Namna gani Mungu alivyotabanako, alivyofungamana, alivyofanya makao ndani ya muamini, na namna gani Mungu anavyotawala ndani ya muamini. Hii ndiyo injili ya ufalme wa Mungu, injili ya kutawala pamoja na Kristo, injili ya kuwa watenda kazi pamoja na Kristo hapa chini ya jua. Ni injili ambayo inaomfanya mimi na wewe ambao tumepokea huo utambulisho mpya katika Kristo Yesu kama wana wa Mungu au kama mabalozi tunamwakilisha Mungu hapa duniani. Ni injili ambayo inatuwezesha sisi kuyaishi makusudi au mapenzi ya Mungu hapa chini ya jua. Ni injili ya ufalme wa Mungu. Kuna aina nyingine ya injili inaitwa injili ya wokovu. Kuacha injili ya ufalme wa Mungu, kuna injili inaitwa injili ya nini? Ya wokovu. Injili hii inazungumzia nini Yesu Kristo alichokifanya kwa ajili yetu. Injili ya wokovu inazungumzia nini Yesu Kristo alichokifanya kwa ajili yetu. Inazungumzia kwa habari ya kazi ya msalaba. Inazungumzia kwa habari ya kazi kamilifu ya kidhabihu Yesu Kristo aliyoifanya kwa kuutoa uhai wake na kuutwaa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya masamaha, kwa ajili ya upendo wa kuwavuta wengi kwa kwake katika ufalme wa nuru. Ndiyo injili ya wokovu. Inatufanya sisi tunayemwamini Yesu Kristo kuwa wanufaikaji wa kazi ya msalaba, yaani kile Kristo Yesu alichokifanya. Nitasoma andiko la Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Andika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 4. Anasema, basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyowapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Injili ya wokovu inazungumzia habari ya Kristo Yesu
alichokijia. Alikuja kuharibu nguvu ya mauti, alikuja kukomboa kilichopotea, alikuja kuwapatanisha wale waliofarakanishwa na kuwekwa mbali na Mungu. Hiyo ndio injili ya wokovu inavyomaanisha. Ndani ya injili ya wokovu tunapata kujua kuhusiana na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ndani ya hii injili ya pili ya wokovu, jambo la kwanza tunapata kujua kwa habari ya neema ya Mungu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba wokovu ni kipawa, ni zawadi kwa njia ya imani na sio kwa njia ya matendo wala jitihada mtu anaweza kazionyesha. Mtu anapokea wokovu kama sehemu ya zawadi au kipawa kwa njia ya imani katika nani? Yesu Kristo, sio katika njia ya matendo wala jitihada. Alizungumza hapa Pastor Caleb, akazungumza yule kijana wa Kiyahudi wa Kiebrania tajiri ambaye alimfuata Yesu Kristo, akamwambia, Bwana, nataka nikufuate. Yesu akamwambia, unazishika amri? Akasema, ndio nazishika tokea kuzaliwa kwangu, sijawahi kuzini, sijawahi kusema uongo. Katika namna ya kimaadili anaongoza namba moja, hajawahi kuvunja maadili. Lakini kuna kitu kimoja tu alikosea, moyo wake haukuamini sauti ya Yesu Kristo ya kumfuata. Alimwambia kauze kila kitu. Ilipasa atii, imani manake ni utii. Ilipasa respond sauti ya Mungu. Alikuwa na maadili mazuri, lakini alikuwa hana utii, imani juu ya sauti ya Yesu Kristo. Ndivyo ilivyo leo duniani. Leo kuna watu wana maadili mazuri yamkini kuliko hata walokole ambao wanakuja kanisani na kunena kwa lugha mpya, lakini watu hao hawaamini na hawamkiri Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watu hao hata kama wawe na maadili kiasi gani, neema ya wokovu haiko ndani yao. Hawana kipawa cha wokovu, hawana zawadi ya Baba ndani yao. Anasema kwenye Waefeso sura ya pili, Waefeso sura ya pili mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Wokovu wetu hautokani na namna ya tunavyojitahidi. Wokovu wetu unatokana na namna tunavyoamini kile Kristo Yesu alichokifanya juu ya maisha yetu. Kama unataka Mungu akusaidie kubadilika addiction fulani au mwenendo fulani mbovu wa kimaadili au tabia au mitazamo fulani, haitokana na namna unavyojitahidi kwamba napasa nifunge sana, nifunge kavu ndio mwenendo huu au hii addiction inaweza ikaondoka ndani ya mwili wangu. Hapana. Namna ambavyo unavyotamani kumjua Mungu. Andika Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Inazungumza kwa habari ya kujitoa miili yetu iwe dhabihu takatifu iliyo hai inayompendeza Mungu. Mstari wa pili wa Warumi 12 anazungumza habari ya kubadilishwa fikra, mitazamo. Tuache kuwaza kuenenda kama watu wa mataifa, watu wa duniani wanavyoenenda. Ukasema kwamba inaweza kama upo kanisani, umeokoka na unaenda kwa lugha mpya, lakini kinywa chako kinatoa matusi kama watu ambao hawajaokoka huko nje. Kinywa chako kina chuki, kinawachukia watu. Kinywa chako kina uharibifu. Kinywa chako, moyo wako una magomvi. Ni sawa na mtu ambaye hajapokea, ndio ana wokovu ndani yake, lakini hajapokea ile hali ya mabadiliko, kubadilishwa, transformation. Kupokea neema ya wokovu na kunena kwa lugha mpya ndani yako ni jambo moja. Mtu mmoja anajiuliza kule nyuma kwamba kwa nini mtu ambaye anaweza kawa ameokoka ananena kwa lugha mpya lakini tabia zake hazijabadilika bado? Ni kweli ana roho wa Mungu, ni kweli ana kipawa cha neema ya wokovu, lakini moyo wake hajaruhusu neno la Mungu limbadilishe fikra na mitazamo yake, aanze kuchukulia na kuyaona mambo kama Mungu anavyoyaona na kuyachukulia. Kanisa ambalo alifundishi neno la Mungu, watu hawakui katika neno la Mungu, ni kanisa ambalo watu watakuwa wanena kwa lugha mpya, lakini katika namna ya maadili, mitazamo, tutakuwa tunabehave kama watu wa wapi? Wa mataifa wa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo injili ya wokovu inatufanya sisi
tuweze kutambua habari ya neema ya wokovu. Lakini jambo la pili, injili ya wokovu inatupa sisi amani, amani ya Mungu. Injili ya wokovu unapohubiriwa haikupi hofu. Ni injili ya amani, ni injili ya upatanisho. Amesema kwenye Wakorintho wa pili, andika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na 19. Amesema tumepewa mambo mawili, neno la upatanisho na huduma ya upatanisho ndani yetu. Nikazungumza jana, Wayahudi, wazee wa dini, Mafarisayo na Masadukayo. Andika kwenye Luka sura ya 19. Luka sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 10. Walipoangalia Zakayo, walimuona ni mtu ambaye mla rushwa, mtenda dhambi, mtenda mabaya. Mitazamo yao hailikuwa haioni kama Mungu anavyomuona Zakayo. Ni kweli alifanya, ni kweli alikuwa hivyo, lakini namna Mungu alikuwa anamwangalia ni tofauti. Yesu Kristo alipomwangalia Zakayo, hakuona ile hali ya kula rushwa, hakuona ya matendo mabaya ambayo jamii ya kule Jericho ilikuwa inamchukia Zakayo. Akamwita, akamwambia nitakuja nyumbani kwako, wokovu umeingia nyumbani kwako. Ndivyo mimi na wewe tunavyomwamini Yesu Kristo, tunapasa kuangalia watu ambao leo wapo kwenye madanguro, wanaojiuza, walioko baa, wanaokunywa pombe. Hatupasi kuwabagua, tunapasa kuwahubiria injili ya wokovu. Wanapoisikia hiyo injili, mioyo yao iweze kuwa na amani. Injili yote ambayo mtu anahubiriwa inamlazimu aende kulia madhabahuni, kwa sababu hofu imeumbika ndani yake kwamba utachomwa moto, utakufa kesho. Ni injili ambayo ina hukumu na laana, inabeba maneno ya laana nyuma yake. Injili ya kunyosha vidole sio injili inaweza kumbadilisha mtu, maana ni injili ambayo mtu akisikia anajisikia kuhukumiwa, hofu ndani yake. Injili ya wokovu unapoisikia, mara unapoisikia, hata kama ulikuwa ni mchafu vipi, hata kama ulikuwa ufai, unaweza kujisikia amani, unaweza kusikia hali ya kupendwa, unaweza kusikia hali ya kusahilishwa, hata kama ufai, umedharauliwa na watu wote. Ni injili ya masamaha, ni injili ya ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri, na karibia kumalizia. Waefeso sura ya 6 mstari wa 15 amezungumza, anasema na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Ni moja ya silaha ambazo Mtume Paulo analiandikia kanisa la Waefeso. Waefeso 6 mstari wa 15. Ukianza kusoma Waefeso 6 kuanzia mstari wa 13 hadi wa 18, utaona zile silaha za kiroho. Silaha za kiroho nikasema sio maji ya upako, wala mafuta ya upako, wala chumvi, wala kitambaa, wala bangili ya upako, wala cheni ya upako. Silaha za kiroho zipo kwenye Waefeso sura ya 6 mstari wa 13 mpaka wa ngapi? Wa 18. Moja ya silaha ni utayari ya miguu inayopeleka habari njema, habari za amani. Hiyo ndio injili ya wokovu. Kuna maonyo ambayo nataka tuangalie hapa haraka haraka. Onyo la kwanza linatokana na kitabu cha Wagalatia, tasoma pale Wagalatia sura ya 1 mstari wa 8 na wa 9, anasemaje? Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliyoipokea, na alaaniwe. Anasema mtu yoyote anapowaletea injili tofauti na Yesu Kristo, mtu huyo afanyaje? Alaaniwe, atengwe, awekwe mbali na nyie. Kanisa la sasa hivi ni kanisa ambalo linapokea kila wanachoambiwa. Wakiambiwa vua nguo zote, ndio kinyume wanafanya hivyo. Wakiambiwa nyoa nywele zako zote na kucha lete, wanafanya hivyo. Wakiambiwa usioge utapokea baraka, wanafanya hivyo. Anasema injili yoyote ambayo haijaandikwa na mitume, yoyote anayohubiria, iwe ni askofu mkuu, iwe ni mtume, iwe ni masawe, iwe ni nabii, iwe mwinjilisti, yoyote, mwalimu, mchungaji, anasema mtu huyo afanyaje? Alaaniwe. Anasemaje kwenye Wakorintho wa pili
Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 4 anasemaje? Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, na mkipokea roho nyingine msiyoipokea, au injili nyingine msiyoikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amesema mtu mwingine akija kumhubiri Yesu mwingine. Kuna another Christ. Kuna Yesu bari Yesu, sio Yesu Kristo wa Nazareti. Sio kila anasema Yesu asifiwe, Yesu asifiwe, anamzungumzia wengine, hawamaanishi huyu Yesu aliyetukomboa. Utajuaje kwamba Yesu huyu sio yule Mnazareti aliyetukomboa? Anasema akiwahubiria Yesu mwingine mtapokea roho nyingine. Yesu mwingine anampatana na roho nyingine, na anampatana na aina ya injili nyingine. Kumbuka haya mambo matatu: Yesu mwingine, injili nyingine, sio ya Kristo. Hiyo injili inayohubiriwa nyuma yake kuna roho nyingine. Yesu akasema, andika kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Yohana 6 mstari wa 63 anasema, maneno yangu, neno langu mimi ni nini? Ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo kama neno sio la Kristo, kuna roho nyingine iko nyuma hilo neno, ambalo sio Kristo, sio roho ya Kristo, wala sio Roho Mtakatifu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Leo tumeshuhudia kuna injili zinaitwa ni injili za mafanikio. Wangapi wanazijua injili za mafanikio? Injili ya mafanikio inasema hivi, inasema njoo kanisani utaolewa, njoo kanisani utapata biashara, njoo kanisani. Yani sababu ya wewe kuja kanisani kukutangazia ni ili upate vitu vya mwilini ambayo ukilala, ukifa leo hauondoki navyo, sio vitu vya umilele. Hiyo inaitwa ni injili ya nini? Ya mafanikio. Mtume Paulo anamwandikia Timotheo, andika kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 5, anasema, na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, waliokosa kweli ya Mungu, huku wakidhani ya kuwa utauwa, yani utumishi, ni njia ya kupata faida. Injili ya mafanikio ni kwamba tunautumia utumishi kwa ajili ya kufanyaje? Kujiingizia fedha, kupata faida. Tunawarubuni watu watuletee fedha na mali. Hatupo kwa ajili ya Yesu Kristo watu wamuone, tupo kwa ajili ya nyie mtuone sisi, mtutegemee sisi, na fedha zenu mlete, sisi ndio tuwe miungu yenu. Hii inaitwa ni injili ya nini? Ya mafanikio. Sio injili ambayo Grace of the Lord Jesus Church tunaihubiri. Haleluya. Ipo ingine injili inaitwa ni injili ya sheria. Injili hii ni ya hukumu, ni injili ya kuhukumu. Kila kitu inakosoa hiyo injili. Inataka kila mtu aishi katika sheria, Torati ya Musa. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16 inazungumzia hatujaokolewa kwa sheria ya Musa, Torati. Tumeokolewa kwa nini? Kwa imani kupitia nani? Yesu Kristo. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, tukitaka tufanye tamaduni ya wale Wayahudi, Waibrania walioandikwa katika Biblia, tufate kila kitu walichokuwa nakifanya, inabidi tuwe na desturi hata sisi wanaume kwa wanaume kukumbatiana na kubusiana. Maana tamaduni ya Wakiyahudi wanafanyaje? Wanabusiana. Leo hivi nimwite hapa mzee wa kanisa, mzee Thomas, ninampa big up, afu naona nambusu mashavuni, tutaweza kusema kwamba kanisa hili la nini? Kanisa la kina homo. Haleluya. Sio kwa sababu Wayahudi wanafanya hivi na wewe unafanya, hapana. Tukitaka tufanye tamaduni ya Biblia vizuri, makuhani Agano la Kale na watumishi wa Mungu Agano Jipya, mara baada ya Yesu Kristo kufa na kupaa mbinguni, walikuwa wanavaa sketi. Walikuwa wanavaa magauni. Vazi sahihi takatifu la kuvaa ni magauni, ni sketi. Tuanze kuvaa sketi na magauni. Mtasema mtumishi wa Mungu huyu ni nini? Ni homo, si ndio? Kuna vitu ambavyo tukianza kuvinyambua hapa hatutaweza kuvimaliza.
tunapaswa kuichambua kweli ya Kristo, kuielewa kweli ya Kristo. Hiyo kweli, hiyo neno la Mungu ndio itakubadilisha wewe. Utaanza kujishtukia, jamani, gauni nalolivaa hili haliwapendezi wengine. Wewe binti unayeimba unamtumikia Mungu, utaanza kupunguza na kuacha kabisa kuvaa nguo zinazowatega watu. Ukikaa hapa mbele, baada ya kukaa, watu wengine wanakaa mbele, wanaweka na mtandio hapa, wanaficha mapaja yao watu wasione, wanajipa shida. Lakini ukishapata neno la kweli, kweli ya Kristo, hauna haja tu kuambia bwana wewe gauni lako fupi. Hauna haja kuambia kwamba wewe manyonyo yako yanaonekana. Hauna haja kuambia kwamba kitovu cha mguu wako kinaonekana hapa. Automatic utajibehave, utajihifadhi. Hautaacha makwapa wazi. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani yangu mpendwa, hii injili ni ya kwako mpendwa. Aina nyingine ya injili ni injili ya toa ili upate. Injili hii ni transactional, ina lugha ya kumnunua Mungu, kununua vitu vya Mungu, kununua upako. Ili upate kitu fulani, toa kiasi fulani. Sio injili ya Yesu Kristo anayetukusudia sisi tuipate. Na watadharisha hivi kwa sababu tunaishi katika dunia ya mwisho. Injili nyingine ni injili ya kuangalia watu wanataka nini, sio Mungu anataka watu wasikie nini. Yaani mimi nakuja hapa, nakuja na trendi. Naona kwamba uko upepo wa vijana sasa hivi ni nini? Ni kitu fulani. Nakuja hapa natafuta maandiko yangu mawili matatu. Ninalazimisha maandiko yaseme kile ambacho unachokitaka wewe kukisikia. Ni injili ambayo ina manipulate, ni manipulation gospel. Ina manipulate akili za watu na kulazimisha wewe kitu ambacho unataka kukisikia ili unipigie makelele, haleluya, napokea. Mwisho wa siku, kwa kuwa najua unataka kitu fulani kukisikia, ndio maana watumishi wa Mungu wanawadanganya. Sio kwamba wanawadanganya kwa sababu wanajua watu wanataka hivi. Sio Mungu hajasema, hata Mungu hajamwambia chochote kile. Anawadanganya kwa sababu ndicho unachotaka kusikia. Masikio ndivyo anavyowasha mtaka kusikia. Timotheo wa pili, andika. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Inazungumza watu wanaojiepusha na kweli ya Mungu. Anasema watu hawa watapendezwa na hadithi za uongo. Masikio yao yatawasha, yatakuwa na udadisi ya kutaka kusikiza hadithi za uongo. Leo hii tukiweka katika television au katika mitandao ya kijamii, tukiweka shuhuda hapa, tukiwaita watu hapa wa kushuhudia namna gani kuzimu walivyoenda, walioyaona, namna gani yaliyotokea, watu watakuwa interested, hata neno la Mungu watasahau. Makanisa mengi leo hawahubiri injili. Ule muda wa neno la Mungu watu wanawekwa washuhudie uchawi, vitu vya mapicha picha vya kutisha ili watu wawe interested. Maskura bahando kotori bayana. Yesu Kristo alipokufa, alishuka. Biblia inasema alienda wapi? Pastor Caleb, alienda wapi? Kuzimu. Alipotoka kuzimu akamnyang'anya shetani ufunguo. Alikuja kutuambia habari za kuzimu alichokiona kule. Kwa nini wewe ukienda kuzimu leo katika njia ya maono unakuja unatuambia kwa tumuona nini? Nimeona wanawake wako uchi. Nimeona mwanamke ana jicho moja hapa. Kuzimu sio nzuri jamani, okoka. Hapana. Alisema Roho wa Mungu atakuwa ni msaidizi ndani yenu. Atanishuhudia mimi. Yohana sura 14. Atanishuhudia mimi. Roho Mtakatifu ndani ya muamini hashuhudii habari za giza. Hashuhudii habari ya watu wenye vichwa viwili, mapepo matatu. Anashuhudia habari za Mnazareti, habari za wokovu. Unapoisikia injili yote ile inazungumzia muda wote giza tu, giza tu. Giza linajenga hofu. Hiyo sio injili ya Yesu Kristo Baba Eva. Ni injili nyingine. Kuna watu ambao wanaolewa na wanamtukana Yesu Kristo hawajaokoka. Kuna watu ambao wanafanikiwa na mali, wanamtukana Yesu Kristo hawajaokoka. Kuna watu leo ukiwaambia njoo kanisani utajirike, upate utajiri, wana utajiri ndani huku, wana vitu vingi wamewekeza, wanakucheka, wasema huyu mchungaji mbona ni mjinga sana. Kwa injili yetu